بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية. دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية. ufahamisho na ujulishaji wa aya za Qur'ani ima utakuwa ni qat'iyya wa ima dhanniya, au utakuwa ni ujulishaji wa dhanniya. Elimu hii ni muhimu sana ya usulul fiqh, kwa sababu kuwa na aya na ahadithi umezihifadhi haitoshi kuelewa ahkami zilizo ndani ya aya za Mwenyezi Mungu na zilizo katika ahadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka uwe na zana na vyombo ambavyo vitakupa maelekezo ya kuelewa. Kwa hiyo aya za Qur'ani zinafahamisha ima kwa qat'iyya au dhanniya. Nususul Qur'an jami'uha, nasi za Qur'ani zote qat'iyyatun min jihati wurudiha, ni qat'iyya katika upande wa kuja kwake, namna ya kupokelewa kwake. Qur'an ina qat'iyyatu thubut, namna ya kupokelewa Qur'an ni qat'iyya, wa thubutiha, na kuthibiti kwake Qur'an ni qat'iyya, wa naqliha ani rasuli, na kupokewa Qur'an kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilaina, mpaka kufika kwetu ni kwa njia ya qat'iyya. Ay najzimu wa naqta, kwa maana twasema kwa tamko moja, bi anna kulla nassin natluhu, kwamba kila nasi tunayoisoma min nususil Qur'an, katika nususi za Qur'ani al-Karim, huwa nafsuhu an-nass alladhi anzalahu Allahu ala rasulihi, hiyo ndiyo nasi yenyewe, hivyo ndivyo ilivyo alivyoteremsha Mwenyezi Mungu kuteremsha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waballaghahu ar-rasulu al-ma'sum ila al-umma, na mtume naye akaifikisha, mtume aliyepewa kinga, hafanyi makosa, kafikisha Qur'ani hiyo kwa umma wake, min ghairi tahrifin wala tabdilin, bila ya kupotosha wala kubadilisha. Lianna ar-rasula al-ma'suma, kwa sababu mtume aliyepewa kinga, kana idha nazalat alayhi suratun, alikuwa inapoteremka sura au ayatu au aya kadha au ayatun au aya moja, balaghaha ashabahu, basi anafikisha kwa masahaba zake, anaifikisha hiyo Qur'ani kwa masahaba zake, watalaha alaihim, na kuwasomea, mtume anawasomea, wakatabaha katabatu wahyihi, na wanaandika Qur'ani hiyo wale waandishi wanaoandika Qur'ani. Wakati huo huo wanaandika wale waandishi wanaandika Qur'ani, wanaiandika. Wakatabaha man kataba linafsihi min sahabatihi, na anaandika yule aliyejiandikia yeye mwenyewe kutoka kwa wale masahaba ambao walikuwa wanaandika wahi. Wahafidhaha minhum adadun kathirun, na wakahifadhi hiyo Qur'ani idadi kubwa tu ya masahaba. Waqarauha fi salawatihim, wakaisoma Qur'ani katika sala zao. Wataabadu bitilawatiha fi sairi awqatihim, na wakafanya ibada kwa kuisoma hiyo Qur'ani katika nyakati zao mbalimbali. Wama tufiya ar-rasulu illa wa kullu ayatin min ayati al-Qur'an mudawwana, na hakufariki Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kila aya katika aya za Qur'an zilikuwa zimeshaandikwa, fi ma'tada al-arabu an yudawwanu fihi, katika kile wamezoea kuandikia Waarabu, basi walikuwa wanaandika humo. Wa mahfudhatun fi suduri kathiri min almuslimin, na imehifadhiwa Qur'ani katika vifua vya wengi vya Waislamu. Qad jamaa Abu Bakr as-Siddiq biwasitati Zaid ibn Thabit, na alikusanya Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu kupitia Zaid ibn Thabit, ambaye yeye ni mmoja katika wale katabatul wahyi. Sayyidina Abu Bakar alikusanya Qur'an na kuiandika. Wa baadhi as-sahaba al-ma'rufina bil-hifdh, na baadhi ya masahaba ambao wanajulikana kwa hifdhi, wal-kitaba, na kuandika hadhihi al-mudawwanat, hivi vilivyoandikwa. Wa dhamma ba'daha ila ba'd, na
zote hizo akazikusanya pamoja, murattabat tartibi, vikiwa vimepangwa kwenye mpangilio ambao yatluha bihi, ambazo mtume alikuwa anasoma katika mpangilio huo. Kana alladhi kana rasulu yatluha bihi, mpangilio ambao mtume alikuwa anasoma kwenye mpangilio huo. Wayatluha bihi ashabuhu, na masahaba wake walikuwa wakisoma fi hayati, katika maisha uhai wake bwana mtume. Wasarat hadhihi almajmu'a, na ukawa mkusanyo huu ambao wa Sayyidina Abubakar, mkusanyo huu wa Sayyidina Abubakar ukawa wama fi suduri alhufadhi, na vile vilivyo katika vifua vya waliohifadhi vikawa marji'ul muslimina, vikawa ndio rejea ya Waislamu fi talaqi alquran wa riwayati, katika kuipokea Qur'an. Waqama ala hifdhi hadhihi almajmu'a Abu Bakar fi hayatihi, Sayyidina Abubakar katika uhai wake alitunza mkusanyo huu. Wa khalafahu fi almuhafadha alaiha Umar, na akawacha mkusanyo huu na kuchukua kuhifadhi akamwachia Sayyidina Umar bin al-Khattab. Thumma tarakaha Umar, kisha Umar akaja akauacha mkusanyo huu inda bintihi, akamwachia binti yake Hafsa, aitwaye Hafsa ummul mu'minin, ambaye ni mama wa waumini. Huyu ni mke wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhaha min Hafsa, na akauchukua mkusanyo huu kutoka kwa Hafsa Uthman, Sayyidina Uthman akauchukua fi khilafati, wakati yeye ndio alipokuwa ni kiongozi. Wa naskha minha biwasitati Zaid bin Thabit nafsihi, na akanakili kupitia Zaid bin Thabit yeye mwenyewe hasa. Wa adad min kibari almuhajirin, na wengi katika idadi kubwa tu ya wale masahaba wakubwa muhajirin wal ansar na ansar, iddatu nusakhi, akanakili na kutoa kopi nyingi tu, ursilat ila amsar almuslimin, zilizopelekwa katika miji ambayo wapo Waislamu. Fa Abu Bakar hafidha kullu ma duwinat fihi ayatun au ayatun min alquran, Sayyidina Abu Bakar alhifadhi kila kilichoandikwa aya moja au aya za Qur'ani mbalimbali, hata la yadhi'a minhu shay'un, mpaka kisipotee tena ngalau kitu kidogo. Wa Uthman jamaa almuslimina ala majmu'atin wahidatin, na Sayyidina Uthman alikusanya mjumuiko huu kwenye mkusanyo mmoja, min hadha almudawwani, katika hiki kilichoandikwa. Wanasharahu baina almuslimin, akavisambaza kwa Waislamu, hata la yakhtalifu fi lafdhin, mpaka Waislamu wasitofautiane katika tamko. Watanaqala almuslimuna alqur'ana kitabatan min almushaf almudawwani, na wakanakilishana na kupokeana na kupokezana Waislamu Qur'ani kwa njia ya kuandika, min almushaf almudawwan, kutoka katika msahafu ulioandikwa. Watalaqiyan min alhuffadh, na wakapokezana pia kupitia njia ya kupokea kutoka kwa mahafidh, ajyalan an ajyalin, marika kwa marika, vizazi kwa vizazi, fi iddati quruni, katika karne mbalimbali. Wa makhtalafa almaktubu minhu walmahfudhu, na kamwe kilichoandikwa na kilichohifadhiwa katika vifua kilikuwa ni kimoja. Wala ikhtalafa fi lafdhatin minhu siniji, na hakuna khilafu katika tamko la atayetamka Qur'ani awe ni Mchina, wa Murakishi, mtu wa Moroko, wala Buluni, wala Sudani, wala Tanzania, wala Ugandii, na kadha na mataifa mengine. Wa hadha malayin almuslimin, na hawa ni mamilioni ya Waislamu fi mukhtalafi alqarati, katika mabara mbalimbali. Yaqra'unahu jami'an, wanaisoma wote, la yakhtalifu fihi fardun an fardin, hakuna wale tofautiana huyu na yule, wote wanasoma Qur'ani katika hali moja. Wala umma an umma, wala umma kundi na kundi jingine katofauti, hapana. Wala taifa na taifa jingine, hapana. Qur'ani inasoma sampuli moja, la bi ziyadati wala naqsi, sio kwa kuongeza wala kupunguza, wala taghyiri au tabdili, wala si kwa kubadilisha wala au tartibi au katika mpangilio. Tahqiqan liwa'dillahi subhanahu, na ikiwa ni kuthibitisha ile kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, idh qala azza sha'nuhu, aliposema Mwenyezi Mungu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.